Umeshawahi kutembea gizani ukiwa umeshikwa mkono na mtu unayemwamini sana, ambaye uhakika na usalama wako upo kwenye hatua za yule anayekushikilia mkono? Na hayo ndiyo maisha ya Mkristo. Maisha ya Mkristo hayako katika kuona. Maisha ya Mkristo yako katika imani ya yule Kristo aliyemshikilia mkono wake. Katika siku ya leo tutakwenda kuangalia maandiko matakatifu kutoka kwenye kutembea kwa hisia na kuona kwenda mpaka kwenye hatua ya kuwa na imani ya Yesu. Mbona kuna watu kwenye Biblia waliomba ishara? Gideon aliomba pale vitu vyake fulani vifanyike ndio amwamini Mungu. Nani anaitwa Yakobo aliomba imani fulani hivi, ishara fulani hivi. Kimsingi wakati hawa watu wanaomba ishara walikuwa bado ni wachanga sana kiimani. Sasa Mungu anataka tutoke kwenye kuamini kwa kuona ishara, tubaki tukiamini katika neno la Mungu aliye hai. Ndio maana maandiko yanasema nimelikuza neno langu kuliko jina langu. Neno la Mungu ambalo malaika wakilisikia wanatetemeka na kufurahi ndio lina uwezo wa kukushikilia. Unaweza ukawa shahidi. Wana wa Israeli wameanza na ishara kubwa ambayo haijawahi kutokea. Bahari kubwa ya Shamu ikaachia, bado walimlalamikia na kumnung'unikia Mungu. Maji mara yakageuzwa kuwa maji matamu machungu. Mwamba ukatoa maji. Mungu mwenyewe akasema nao kwa namna ya ngurumo na vitisho. Wameshuhudia miujiza mikubwa ya ajabu, lakini ndio wale ambao walikuwa wa kwanza kutengeneza ndama. Kwa hiyo imani yako ya kutaka uone ndio uamini, kutaka kuona misisimko fulani ya kidini itakufanya kuwa duni na duni na duni, na utaishia kuasi. Imani chanzo chake ni kusikia, sio kuona. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hakikisha imani yako haijajengwa katika misisimko, katika kuona, katika ishara, katika miujiza na maajabu. Imani yako imejengwa katika neno lenye nguvu, neno la Mungu lenye uwezo wa kuleta hayo maajabu, ishara na misisimko. Imani chanzo chake ni kusikia. Imani inakuzwa na kujengwa, na hivi ndivyo asemavyo Bwana, neno la Mungu. Ishara kazi yake ni kusisimua macho, lakini imani ya kweli haitafuti uthibitisho nje ya mamlaka ya neno na ahadi za Mungu. Lakini pia tunaishi katika kipindi chenye maarifa mengi sana. Mambo mengi ambayo Mungu ameahidi yatatokea yametokea. Vita na mambo mengi ya ajabu yanatutosha kabisa kuamini Mungu alichokisema ni sahihi. Na kama katika hivi ninavyoviona kwa nje, vipi kuhusu vile ambavyo havijatokea kwangu na vyenyewe vitatokea? Yaani jenga imani katika neno. Imani chanzo chake ni kusikia. Tengeneza muda wa kutosha wa kuisikia sauti ya Mungu ili ukuze imani yako. Usifunge safari kutafuta ishara, maana zitahafifisha imani yako. Mwambie Mungu, kuanzia sasa, jitamkie, jitangazie, kuanzia sasa siishi kwa hisia, ninaishi kwa imani katika neno na ahadi za Mungu. Maana ishara na misisimko inaweza ikabadilika. Naweza nikajisikia vibaya, nikajisikia vizuri, lakini pia unaweza ukadanganywa na wafanya mazingaombo wa kiroho. Lakini ukiamini katika hivi ndivyo asemavyo Bwana, maneno ya Mungu hayabadiliki, na imani yako itakuwa. Jambo la pili, imani wakati wa Yesu. Tumetoka kuangalia imani za Mafarisayo za ishara, tunaingia imani wakati wa Yesu. Kutoka imani ndogo kabisa hadi imani kuu. Marko 4 mstari wa 40. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga hivi? Mbona hamna imani bado? Hapa tunaona wanafunzi wa Yesu, inaseko, watu wa ndani kabisa walio karibu na Yesu, ambao walikuwa wanakula na Yesu, wanaongea na Yesu, wanatembea na Yesu, muda wote wanamsikia. Yani ni kama kanisani ni wale watu ambao ni frontliners, watu walio mbele kwenye mambo ya Mungu. Lakini Yesu anawaambia, mbona hamna imani nyie watu?
Pengine anasema imani yenu ingekuwa ni ndogo kama punje ya haradali, mngekuwa na uwezo wa kuambia mlima ng'oka, ukang'oka, ukatupwa baharini huko, uwezo ukahamisha milima. Kumbe hawakuwa hata na imani ndogo kiasi cha punje ya haradali. Sasa nataka nikukumbushe kitu kimoja. Kinyume cha hawa wanafunzi wa Yesu, unakutana na mtu mmoja, Mathayo 8:8, ni akida, mzungu mmoja, mkuu wa kikosi cha kijeshi, ambaye alimwambia Yesu, wewe Yesu, niambie neno lako tu moja, mtu ule mfanyakazi wangu anayeumwa kule mbali kabisa atapona, ninaamini katika neno lako, huna haja ya kuingia ndani ya nyumba yangu, neno lako linatosha. Yesu akasema, sijawahi kuona imani kama hii. Lakini mwanamke mwingine akamwambia, hata mbwa hula makombo ya mapishi ya bwana wao wale yanayoanguka chini. Yesu akamwambia, katika Israeli yote hii, huyu mwanamke alikuwa ni Mkananayo au Mgiriki, sijawahi kuona imani kama yako wewe mwanamke. Manake ule mwanamke na ule akida walikuwa na imani kuliko Petro, Yakobo na Yohana, kuliko Mariamu mama yake Yesu, kuliko makuhani wote waliokuwa pale, kuliko Mafarisayo. Watu wa dini wote walizidiwa imani na wasio wa dini. Kuwa kanisani na bize kwenye ratiba za kanisa na program za kanisa haimaanishi una imani. Kuna uwezekano wakawepo watu ambao hawajui mambo ya Mungu kabisa, lakini kwa kidogo watakachokifahamu kuhusu Mungu wakae na imani kubwa. Tunaona hawa ndio ambao Yesu anasema wana imani kuliko imani zote ambazo zilizowahi kuwepo hapo Israeli, hazije kuonekana. Kwa kitakacho kutofautisha mtu wa imani wewe na watu wa kidini wa kwenye taratibu za kidini, religious rituals za kila siku, ni uwezo wako wa kuamini hivi ndivyo asemavyo Bwana na kushikilia maneno ya Yesu na si matendo ya imani. Ukaribu wa kidini haumaanishi ni ukomavu wa imani. Mwingine anakuambia kwenye kanisa hili mimi na miaka 50, 20. Unaweza ukakaa miaka 50, 20 ukazidiwa imani na mtu ambaye amekuja leo amesikia mstari huu mmoja. Kwa hiyo kukaa kanisani au kuwa karibu na huduma haukufanyi kuwa na imani. Imani inapimwa pale ambapo unapoona jahazi la maisha yako linazama na unasimama na nini, na hisia au na unavyoviona au na neno la Mungu. Lakini kumwamini Yesu bila shaka ndio siri ya muujiza. Yule akida alimwambia Yesu, sema neno lako moja tu. Ndivyo imani ambavyo Yesu anaitaka tuamini katika neno la Mungu. Nguvu za Mungu zimefichwa katika imani, katika neno lake. Kama hauamini neno, unataka uone mambo makubwa, ni rahisi kubebwa na kila upepo wa mafundisho, hata ukaamini imani za mashetani. Tenga muda wa kusoma neno na kuliamini neno na kulitamka neno na kuliishi neno kwa nguvu za Mungu. Mwambie Mungu, sitaruhusu dhoruba ya maisha yangu zifanye nishuku uwepo wa Yesu kwenye maisha yangu. Kama yule akida au yule mwanamke Mkananayo, na mimi nachagua kumwamini Yesu bila masharti wala mashaka kwa kile ambacho amekisema kwenye maisha yangu. Jambo la tatu, tulisema imani ya kuona. Hii tunazama kidogo kwenye imani sio hisia. Hii tunajifunza kanuni ya punje ya haradali. Kanuni ya punje haradali, Mathayo 12, Mathayo 17 mstari wa 20. Anasema, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje haradali, hakuna jambo litakaloshindikana kwenu. Kwa nini Yesu anatumia mfano wa punje haradali? Punje haradali ni kadogo sana, lakini kana potential au ndani yake kana uwezo wa kukua na kuwa mti mkubwa. Imani ya punje haradali haipimwi kwa saizi ya imani, inapimwa kwa uwezo wa kukuza hicho ilichopewa. Kila mtu, kwa mujibu wa kitabu cha Warumi 1, kila mtu amepewa kiwango cha imani.
Hakuna mtu ambaye hana imani. Tofauti ya imani yako na imani ya mtu mwingine ambaye unaona Mungu anamtendea sana, huyu ameamua kuikuza imani yake, kuitoa kwenye punje kuelekea kwenye hali ya kukua. Lakini hawa waliambiwa kama mngekuwa na imani kama punje haradali, manake hata hiyo ya haradali walikuwa hawana. Manake nini? Imani uliopewa na Mungu ukiacha inazima. Inafika kipindi unakuwa ni mtu wa maishara, mtu wa mamisisimko, mtu wa mihemko, lakini hakuna imani hata moja. Kwa nini Yesu anapinga misisimko katika imani? Kwa sababu leo unaweza ukajiona uko na imani sana kwa sababu unajisikia vizuri au umetoka kusikiza mahubiri. Kesho ukiamka ukipata habari mbaya unanyongonyea tena. Imani yako inakuwa inapanda na kushuka, on and off. Leo ipo, kesho haipo. Leo wa moto sana kiroho, kesho umepoa, kwa sababu umejenga imani katika mabua, hisia. Imani haina uhusiano kabisa na unavyojisikia. Imani inategemea ukweli wa Mungu ulivyo. Neno la Mungu ndio linajenga imani ya mtu, sio hisia zake. Kwa hiyo hisia ya furaha, hisia ya huzuni, hisia ya hasira, hisia ya utulivu, usihusishe na imani zako. Imani yako ni kuamini Mungu anaweza, hata kama unaona kupanda, unaona kushuka, unaona anguko, unaona kuinuka. Katika hali zote unaamini Mungu anaweza. Imani ni maamuzi. Imani ni maamuzi. Lakini hisia ni hali ya hewa. Hali ya hewa ya maisha yako ikibadilika, unashangaa imani imepotea. Ukikutana na watu wakakutia moyo ukapata kanguvu, imani imezidi. Hiyo ni hisia. Imani imejengwa katika hisia. Lakini maamuzi ya kuamini kile ambacho Mungu amekisema, hata kama mbele yako unaona giza, hii ndio imani. Kwa hiyo usiongozwe na vile unavyohisi ndani yako. Ongozwa na vile ambavyo Mungu amevisema nawe unaviamini. Lakini pia tumia imani yako unapohisi uko mbali. Shetani anaweza kukuambia Mungu amekuacha, kwa sababu anakuona ujisikii vizuri. Lakini inabidi uamuru hisia zako, uzielekeze kwenye kuamini Mungu anavyosema, sitakupungukia wala sitakuacha, hata kama unaona hali ya kuachwa. Je, unaamini maneno ya shetani? Unaamini kemikali za mwili wako zinavyosisimka, au unaamini hivi ndivyo asemavyo Bwana? Mungu akutusaidie, Mungu anisaidie, Mungu akusaidie tuweze kukua kwenye viwango vya hivi ndivyo asemavyo Bwana. Mwisho, kiwango cha mwisho cha juu kabisa cha imani ni imani ya Yesu na utii wa neno la Mungu. Napoelekea kumaliza, kitabu cha Ufunuo 14:12 anasema, hapo ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Kwa hiyo kuna utofauti kati ya kumwamini Yesu au kuamini Yesu yupo na huwa anaokoa, anatenda miujiza, anaponya watu, na kuwa na imani ya Yesu. Yaani, je, mimi nakuuliza, imani yako ndio ile imani aliyokuwa nayo Yesu? Au wewe unamwamini tu huyo Yesu lakini imani ya Yesu haiko ndani yako? Hapa ndipo penye subira ya watakatifu wenye sifa hizi mbili wa siku za mwisho, wale ambao wana imani ya Yesu. Kila ambacho Yesu akaona kiamini hicho ni wale ambao pia wanashika amri za Mungu. Maana Yesu anasema, ukinipenda utazishika amri zangu. Yesu anasema huku ndiko kumjua Mungu, yaani kuzishika amri zake. Unatembea kwenye amri za Mungu, wakati huo pia unampenda Mungu, lakini wakati huo pia unakuwa na imani ya Yesu. Imani ya Yesu ni nini? Ni ile ambayo alisema kuwa sawa na Mungu si kitu cha kujishikamana nacho, akashuka. Submissive faith, imani ya kujishusha kwenye nyakati, kwenye maisha unajishusha, unajifanya kama huna cheo, unajifanya kama vile si mtu mzima, unajifanya kama vile huna hadhi,
imani ya kudharau aibu kwa ajili ya jambo fulani jema litokee. Hii ndio imani ya Yesu. Imani ya Yesu ni imani ya Yesu anasema, nalimuona shetani anaanguka kama umeme. Imani ya kumuona shetani kama kitu kilichoanguka tena kwa kasi kwenye maisha yako. Imani ya Yesu ni imani ya kumuona hana kitu kwangu. Yesu anamwambia tazama, mkuu wa ulimwengu huu anakuja, wala hana kitu kwangu, hana cha kunifanya. Hiyo imani ya Yesu ikuingie kwa jina la Yesu. Imani ya Yesu ni imani ya matendo na sio imani ya maneno. Si salama sana kuwa na maarifa ya kichwa, head knowledge, kuhusu mambo ya Mungu na unayatamka tu hapa, lakini hauna vitendo vinavyoendana na hayo maneno ya Mungu. Imani ya Yesu ilikuwa ni ya kutenda. Imani ya Yesu ilikuwa ni ya kuomba masaa marefu peke yake na Mungu, akitoka ni matendo ya imani tu yamezunguka maisha yake. Unaongea kidogo lakini unatenda sana, na matendo hayo yana nguvu kabisa ya kugeuza na kubadilisha maisha. Lakini kama kuna kitu cha muhimu katika siku za mwisho, ni kuwa na ile imani iliyokuwa ndani ya Yesu. Maana itakujenga, itakusababishia ushinde kila majaribu ambayo Yesu aliyashinda. Ninakuombea kwa Mungu, umwambie Mungu sio tu kwamba ninamwamini Yesu, bali mimi ninachagua imani ile ile iliyokuwa ndani ya Yesu. Kama vile Yesu alivyokuwa akimwamini Baba na akatii hadi mwisho wa safari yake ya maisha hapa duniani, hadi akafufuliwa na kuondoka, na mimi nitasimama thabiti katika utii na uaminifu katika neno la Mungu maisha yangu yote. Mungu nisaidie. Mwambie Mungu. Sasa yako mambo machache ya kufanya, mipango ya kiutekelezaji. 1, kila siku asubuhi zima sauti za hisia, washa sauti ya neno la Mungu kwenye maisha yako. Kiamka asubuhi, kama unajisikia vibaya, unajisikia una hofu, unajisikia mpweke, usikubali hizo hisia zitawale siku yako, zikatae kwa jina la Yesu. Maana we si kiumbe wa hisia, we ni kiumbe wa imani. 11:6 wa Waebrania, pasipo imani hauwezi kumfurahisha Mungu wako, na kama huwezi kumfurahisha Mungu wako, huwezi kupata vitu vya Mungu. Kwa tamka neno moja la imani hadi ya Mungu. Isaya 41:10, unapoona unaamka na maruweruwe siku uielewi, mwambie ile neno linasema usiogope, kwa maana mimi niko pamoja nawe. Kwa unamwambia Mungu, pamoja na haya yote ninayoyaona kwenye maisha yangu, siogopi, Mungu uko pamoja nami. Lakini kitu cha pili, kila siku lazimisha hisia zako zifuate tamko lako la imani. Lazima uwe na tamko, declarations of faith, matamko ya imani kuhusu vile ambavyo Mungu amesema na si vile unavyopitia. Vile ambavyo Mungu amesema atatenda na si vile ambavyo unaviona kwenye maisha yako. Hivi ambavyo Mungu amevisema ndio vikojae kwenye fahamu zako, alafu vitamke sana, ili viweze kuzima sauti za hisia ambazo zinataka kukuvuta kutoka kwenye neno la Mungu uweze kuamini katika hisia. Kimsingi mapepo yanaoperate katika realms of, katika vizio vya hisia na miemko na misimko na wasiwasi na hofu. Ni mabarabara ambayo yanatumika na adui Ibilisi kukuingizia mashaka na hofu na kukutawala na kukuoppress, kukutesa. Kwa matamko yako ya imani, phrases, sentences za maandiko matakatifu zenye nguvu ambazo ukizitamka zinazima network za hisia kwenye maisha yako, unazipaswa kukauka katika kinywa chako. Acha kuomba ishara, anza kushukuru Mungu kwa ajili ya maarifa ya Mungu ambayo unayafahamu. Kwenye maombi yako ya wiki hii, acha kumwomba Mungu, nionyeshe ishara kama unanipenda au utasikia maombi yangu. Badala yake, badili maombi yako yote kuwa shukurani. Mungu, ninakushukuru kwa sababu tayari umeshasema na kwa neno lako, nawe utatenda, na mimi nasimama hapo hapo kwenye neno lako bila kujali naona au sioni. Hii ndio ambayo Mungu anataka uwe nayo. Lakini kama yule akida aliyesema tenda neno moja tu, mtumishi wako atapona, nawe tenga muda katika maisha yako wa neno la Mungu ambalo nataka Mungu alitende kwenye maisha yako. Mwambie Mungu, katika jina la Yesu au kwa jina la Yesu
ninasimama kwenye mamlaka neno lako, jambo hili litakaa sawa. Kisha nenda nyosha miguu yako kwa imani. Kama kuna kitu kina shida kwenye maisha yako, afya yako ina shida, uso wako umejaa huzuni, kuna mambo kuna maswali, kuna migogoro ambayo haieleweki, tafuta fungu la moja la Biblia linasema, kwa kupigwa kwako mimi nimepona. Alafu mwambie Mungu, nasimama na hili neno siku ya leo, ninatembea na hili neno lako Bwana, tenda neno hili, mtumishi wako ninapokea. Simama na neno la Mungu. Mwenye haki ataishi kwa imani. Yesu anasema mwenye haki ataishi kwa imani, au kwa lugha nyingine, mwenye haki ataishi kwa kile ambacho Mungu alisema atakitenda kwenye maisha yako. Akisitasita, akiyumbayumba, akawa na mashaka, Mungu anasema mimi huyo mtu sina furaha naye. Ikiwa unasema naomba Mungu nisaidie na mimi niweze kusimama kwa imani, unaweza ukakomenti hapo chini, tutaendelea kukuombea. Naishi kwa imani, nasimama na neno. Andika neno nasimama na neno, ili Mungu aendelee kukuimarisha zaidi. Baba, asante kwa ajili ya mtoto wako, amesikia neno la imani. Hata mimi nimesoma, nimeona namna ambavyo napungua na nashuka sana, lakini nakushukuru kwa neno lako la imani, na limeniongezea kiu, na limemwongezea mtumishi wako kiu ya kufukua neno la Mungu, ahadi zako, na kuzishika na kuziishi. Kuanzia sasa ninasimama kinyume na kila maneno ya hisia, kila mihemko, kila mambo ya kuona, na inabaki na neno lako ambalo litanitunza mpaka siku utakapokuja. Mtumishi wako hune abaki ameshikilia neno, likamtunze na kumuhifadhi mpaka utakapokuja mara ya pili. Asante Bwana, maana imekuwa kwa neno ambalo analiamini tangu sasa, likaponye magonjwa yake. Neno analoliamini tangu sasa likaguse na kufufua uchumi uliokufa. Aache kuona anayopitia, aone vile ambavyo Mungu umepanga apitie. Aache kuona magonjwa yanayomtesa, aanze kuona uponyaji mkubwa katika neno lako. Aache kuona madeni, aanze kuona kukopesha. Aache kuona dhambi, aanze kuona utakatifu na ushindi. Mungu mbariki yeye, bariki familia, bariki watoto, bariki mke, bariki mme. Mfanye kuwa juu tu wala asiwe chini. Nuru ya uso wako umwangazie, malaika wakalishike lineno kwenye fahamu zake mpaka likamee na kuota. Na kwa sababu umepanda mbegu ya haradali katika moyo wake, tangu sasa ninamwombea likakue na ikawe miti mikubwa ya imani. Akaanze kuona milima mizito iliyosimama mbele yake ikiachia na kutoweka kwa jina la Yesu. Aanze kuona mikuyu iking'oka mbele zake na kutupwa baharini. Aanze kuona nguvu zako katika kila eneo la maisha yake, katika jina la Yesu, amen.